Haleluya. Ni ya kwamba tumekuwa na wiki yenye kasi sana. Haleluya. Shughuli zimekuwa nyingi hata katika nchi yetu ya Kenya. Haleluya. Lakini kwa sababu mfadhi sisi ametuweka ya kwamba tutaishi ili ya kwamba tukaenda kufurahia ushindi wa Bwana. Haleluya. Tukaona katika hali kuu. Ni kwa sababu sisi ndio ametuhifadhi. Haleluya. Ni kwa sababu Mungu ni Mungu aliye hai. Haleluya. He is God of the living. Haleluya. Wale wamepumzika wacha waende salama katika Bwana. Haleluya. Lakini sisi Mungu ambaye ametujalia tumebaki, wacha tukazidi kufurahia wema wa Bwana katika nchi ya wanaoishi. Haleluya. Mchana wa leo nina furaha kwa sababu ni ibada ya wanaume. Haleluya. Ni ya kwamba ni ibada ambayo tumengoja siku nyingi, lakini leo ni ile siku ambayo ameifanya ili ya kwamba tukaenda kuhudumu katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Kwa hivyo nawashukuru wanaume wote kwa ajili. Haleluya. Haleluya. Ni ya kwamba ni nyakati ambayo tunaishi, nyakati ambayo ziko na mambo mengi. Haleluya. Mambo inaenda kasi. Haleluya. Ni ya kwamba shughuli za watu zinakuwa siko mbele sana. Haleluya. Ni ya kwamba watu wanamsahau Mungu. Haleluya. Ni ya kwamba ukiangalia katika hali ya maisha ya mwanadamu unaona mambo haisongi kabisa. Haleluya. Lakini ni ya kwamba kunao mambo mengi Mungu anataka tufanye. Mungu anahitaji tuweze kumpatia nafasi yake katika maisha yetu. Haleluya. Lakini unapoangalia mambo vile yanavyoenda ni ya kwamba watu wako katika shughuli zao. Haleluya. Ukiangalia hata makanisa, ukiangalia watumishi wengi, haleluya, hawajampa nafasi ya Mungu ile ambayo Mungu anastahili kupewa. Haleluya. Wanafanya tu mambo yao ni vituko na sababu. Haleluya. Watu wamemwacha Mungu, wanakimbia kwa waganga na wachawi. Haleluya. Lakini Mungu mchana anasema ya kwamba tukaweze kumpa nafasi yake. Haleluya. Mada yetu mchana wa leo ni ya kwamba wacha Mungu akachukue nafasi yake. Haleluya. Let God occupy his space. Haleluya. Katika maisha yetu ambayo tunaishi ya kila siku, wacha Mungu akachukue nafasi yake. Haleluya. Katika kanisa, wacha Mungu akachukue nafasi yake. Haleluya. Katika familia, wacha tumruhusu Mungu achukue nafasi yake ili ya kwamba tukaweze kusonga mbele. Haleluya. Pasipo na tutaishi maisha ya kuangana. Haleluya. Na kujiuliza maswali mengi, kwani Mungu alienda wapi? Haleluya. Hebu msomaji kitabu ya John tuko pale John 15. Nisomea 4 na 5. Yohana 15 ile nasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Amen. Haleluya. Huyo ni Yesu alikuwa ananena, anasema ya kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisipoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Haleluya. Ni ya kwamba anatuhimiza ya kwamba tukaweze kukaa ndani yake naye akiwa ndani yetu. Haleluya. Akapeana mfano, tena mfano mzuri, mambo ambayo tunayaona kila siku. Haleluya. Akasema ya kwamba mimi ni mzabibu nanyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake,
huyo uzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Haleluya, ni neno nzuri. Yesu anasema ya kwamba yeye ni mzabibu. Haleluya, ana kwamba akae ndani yangu nami ndani yake huzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Haleluya. Ndio nikatangulia nikasema ya kwamba wacheni Yesu akapewe nafasi yake. Haleluya. Ni kwa sababu yeye anasema ya kwamba yeye ni mzabibu na sisi ni matawi. Haleluya. Tunajua ya kwamba tunapokuwa mfano wa mti ni ya kwamba yeye anasema yeye ni stem, we are the branches. Haleluya. Hakuna jambo lolote tawi linaweza kufanya pasipokuwa na branch, kwa sababu kazi kubwa ambayo inakuwa ni ya branch ni kulisha matawi. Haleluya. Ni ya kwamba tawi inakuwa binded kwa stem. Haleluya. Ndio kwamba inapotoa matawi inatoa branch, na tunajua kwamba matawi ndio huzaa matunda. Haleluya. Kwa hivyo hata nasi pasipo Yesu, haleluya, ni ya kwamba pasipo kushikamana na Yesu, ya kwamba akaweze kupata nafasi katika maisha yetu, tukashikamane naye kama vile tawi hushikamana na mti. Haleluya. Ni ya kwamba tutakaa tu katika hali ya ukiwa. Haleluya. Tutakaa katika hali tu ya manunguniko, tutalia sana. Haleluya. Lakini ni ya kwamba ni sisi tu kosa. Haleluya. Yesu tu anatuambia tu, anaomba tu kitu kidogo, ya kwamba akaweze kumpa katika maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo katika juhudi zote unazofanya, mpe Yesu nafasi. Haleluya. Wacha Yesu akakuwepo katika mipango yako. Wacha Yesu akakuwepo katika mambo yote ufanyayo. Haleluya. Hebu tuende katika kitabu cha Yohana 2:1. Msomaji. Yohana 2:1 inasema, na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa ameandikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatilikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akamwambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Haleluya. Pale inatuambia kwamba na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwa hapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Haleluya. Ni ya kwamba tunaambiwa katika ule mji wa Kana ya Galilaya palikuwa na harusi. Haleluya. Kama vile tumekusanyika mahali hapa katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Lakini the good news ni ya kwamba mamake Yesu alikuwa. Haleluya. Andaraini hiyo. Alafu hapo chini natuambia kwamba Yesu na wanafunzi wake walikuwepo. Haleluya. Wacheni tukupa Yesu nafasi yake katika maisha yetu. Haleluya. Na tunaona ukienda pale chini kwamba katika ile harusi kulikuwa na upungufu. Haleluya. Walipopiga sherehe, divai ikakatika. Haleluya. Haleluya. Ninajua katika shughuli zetu kuna wakati mwingi sana huwa tunapungukiwa. Haleluya. Haleluya. Ni ya kwamba tunapungukiwa, kwamba unaona hali mambo haisomi. Ukijaribu kwenda kushoto kulia, mambo haisomi. Ukijaribu kumwendea mtu anakuambia kumeshikamana. Haleluya. Hivyo ndivyo ilikuwa katika ule mji wa Kana ya Galilaya. Na tunajua ukisoma ile chapter yote ni ya kwamba katika wakati ule ilikuwa ni desturi.
Haleluya. Ilikuwa harusi haiwezi kukamilika bila divai. Haleluya. Naona najaribu kutazama ya kwamba hata wageni wengi walikuwa hajafika, wale walikuwa wanatarajiwa. Haleluya. Na huku divai imekwisha. Haleluya. Lakini tunashukuru kwa ule mpangaji, organizer of that event, ni ya kwamba alikuwa amemwalika Yesu. Haleluya. Ukisoma hebu rudia hiyo verse 2. Yohana 2:2 inasema Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Haleluya. Hebu rudi verse 1. Nataka pale ujifunze kitu. Hebu rudia verse 1. Yohana 2:1 inasema na siku ya tatu palikuwa na harusi katika huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwepo. Amen. Haleluya. Nataka tufundishane kitu hapa. Wakati mwingi ninajua wakati tushaka na harusi mara nyingi sana, kuna watu hukua tu na hawajaalikwa. Haleluya. Mamake Yesu hatuna mbali tumeagua alialikwa. Tunaagua mamake Yesu alikuwa. Haleluya. Lakini ule mpangaji wa ile sherehe kuna siri moja alijua ya kwamba nimemwona mamake Yesu atakuwa akaalika Yesu. Yesu tumeagua alialikwa pamoja na wanafunzi wake. Haleluya. Kwa hivyo Yesu hakudadia sherehe ya wenyewe, alikuwa amealikwa. Haleluya. Na pale ndio siri ilipo. Haleluya. Ni ya kwamba katika maisha yetu wacha tumwalike Yesu akachukua yake. Haleluya. Tunaona ya kwamba wanapoendelea kupiga sherehe ya kwamba divai ikakatika. Haleluya. Na ni kwa sababu mamake Yesu alikuwa ashatambua Yesu ni mtu wa aina gani. Akawaambia na lolote atakuwaambia fanyeni. Haleluya. Ni ya kwamba lolote Yesu atakalo kuagiza fanya. Haleluya. Lakini mpaka awe amepata nafasi. Haleluya. Atakuwa akinena akiwa ndani. Haleluya. Lakini ukifunga nafasi ya Yesu, divai ikikatika, utabaki tu na kilio. Haleluya. Ni kwa shauri haujamwalika Yesu. Haleluya. Katika maisha yote ambayo tunaishi ni ya kwamba neno linatuambia kwamba tukamwalike Yesu. Haleluya. Na unapomwalika Yesu kunakuwa na utimilifu. Haleluya. Ni kwa sababu Yesu alikuja kukamilisha. Haleluya. Yesu anakuja ili ya kwamba kutengeneza. Haleluya. Yesu alikuja ili ya kwamba kumaliza kazi. Haleluya. Una upungufu wote katika maisha yako, mpa Yesu nafasi. Haleluya. Haleluya. Tusukue kama Nebukadneza. Hebu tuende Danieli 2:1 tuone Nebukadneza alivyofanya. Danieli 2:1 inasema hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Haleluya. Amen. Huyu naye ni Nebukadneza. Haleluya. Yeye ameota ndoto tu. Haleluya. Ndiposa nimetangulia kusema ya kwamba watu wamekaa kama wamechanganyikiwa. Haleluya. Huyu ni mfalme Nebukadneza. Na ule mji ulikuwa haujapungua watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu walikuweko. Haleluya. Ni ya kwamba yeye wakati ambaye ameota ndoto inatuambia ya kwamba ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi. Haleluya. Haleluya. Tumeona katika Ghana ya Galili wakati shida ilipotokea, wakati divai iliisha, wale walimkimbilia Yesu. Haleluya. Huyu naye ni mfalme, mtu wa kuheshimika. Haleluya. Shida tu kidogo, ameota ndoto. Haleluya. Amesahau hata kuna akina Danieli katika ule mji. Haleluya. Hapa ameita waganga na wachawi. Haleluya. Akitaka wampe tafsiri ya lile ndoto.
Mungu anafanya katika maisha yako ni ya kwamba huwa haujapungukiwa. Haleluya. Hapa mfalme anataka apewe tafsiri ya ndoto. Haleluya. Na ndoto lenyewe hata amelisahau. Haleluya. Ameita hao waganga wote, wamekuja, wamejaribu, wanamwambia mfalme, lakini tueleze ndoto uliota nini ili tukupe tafsiri. Haleluya. Haleluya. Ni ya kwamba akakosa kutambua kuna watumishi wa Mungu katika ule mji. Lakini nashukuru Mungu ya kwamba kulikuwa na akina Danieli. Haleluya. Najua kwamba ya historia watu wengi wanaielewa. Haleluya. Amen. Hebu nisomee hiyo Danieli moja hiyo 19 na 20. Tuone vile kuliendelea. Danieli 2:19 nasema ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usingizi. Basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akajibu akisema, nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Amen. Haleluya. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Akapatia Mungu nafasi yake katika maisha yake. Haleluya. Akaambia Mungu, ingilia kati. Manake ukirudi hapo nyuma ya kwamba walikuwa wote wauawe. Haleluya. Pia Danieli na watu wake. Haleluya. Na zile habari zikamfikia Danieli. Haleluya. Tunaona ya kwamba Danieli wakati alipokea, yeye alienda mbele za haleluya, akiomba Mungu ampe hilo ndoto na kumpa tafsiri yake. Haleluya. Na tunaona ya kwamba hapa akimrudishia Mungu shukrani, kwa sababu yale mambo wale waganga na wachawi, haleluya, waliitwa ili ya kwamba wakaweza kutafsiri, ni kwa sababu hawakumpa Mungu nafasi. Haikuwezekana. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Marko 2:25. Haleluya. Unajua katika hii maisha ambayo tunaoishi kunayo mambo mengi ambayo yametokea yakachukua nafasi ya Mungu. Haleluya. Amina. Magonjwa yamekuwa magonjwa mengi. Mengine yamekuwa haya. Haleluya. Haleluya. Kama ya historia utaona hapo katika ndiyo Marko 5. Mama aliyetokwa na damu miaka mingi. Haleluya. Maandiko yanatuambia kwamba alikuwa amejaribu kwa madaktari wote. Haleluya. All the physician alikuwa amepitia. Haleluya. Haleluya. Ni ya kwamba kunazo hali zinaingia katika maisha ya mwanadamu tunapoendelea kuishi, ya kwamba kama tuseme kama ugonjwa wa kansa. Kansa ikifikia stage ya 4, daktari anakuitaka pale ndani na ikasema nileteni watu hapa. Haleluya. Anawaambia sasa hapa, unless miujiza ifanyike, unless Mungu aingilie kati, huyu mtu acheni apumzike, tukoje siku zake za kwenda. Haleluya. Na hapa ndipo ilikuwa imefikia katika ule mama. Hebu nisomee hapo 25. Marko 5:25 inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharamiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Amen. Haleluya. Tunaambiwa huyu mama alitokwa na damu miaka mingi. Haleluya. Ikafikia hali ya kwamba ametembea hospitali yote, wauguzi wote wale walikuwa wanajulikana sehemu ile alikuwa amepitia kwao. Haleluya. Ni ya kwamba vitu vyake vyote vikaisha, mali yake ikaisha, akijaribu matibabu. Haleluya. Hivyo ndivyo shetani huwa anafanya kazi katika ulimwengu huu.
Sasa hivi ukisikia kila familia, ukijaribu kuangalia unakuta kila familia inalia. Wako na huyu wanauguza. Wamejaribu matibabu, imefika mwisho. Haleluya. Labda wewe hujafika hapo, lakini umesikia watu wamefika hapo. Haleluya. Wakati wako wa kuchukua hatua na kuwaambia kwamba wampe Mungu nafasi yake. Manake ukizidi kuongoja mambo itazidi kuharibika. Haleluya. Andiko linatuambia kwamba jinsi wakati ulikuwa ukizidi kusonga, hali ya yule mama ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Haleluya. Kwa mtazamo ya watu, wana mtazamo wake na kile alikuwa ameona kaburi. Haleluya. Hii ndio naambia sasa, wewe nenda ukae tu ungoje siku yako. Haleluya. Lakini bado haujafika mwisho. Mpe Mungu nafasi yake. Haleluya. Tunaona ya kwamba yule mama aliona hata aibu kupita upande wa mbele, kwa sababu hali yake ilikuwa iko mbaya. Haleluya. Na ni ya kwamba yeye anatafuta nafasi ya Yesu, na wale walikuwa waandalizi wa hiyo sherehe labda wakamzuia kufikia Yesu. Haleluya. Chukua hatua, usigoje. Haleluya. Uko na mtu hapo anazidi kung'ang'ana na magonjwa na maradhi. Chukua hatua, ni wewe uchukue hatua, umwendee. Manake unaweza kugoja akuje asikuje. Haleluya. Ni ya kwamba ukamwambie amejaribu hayo mambo yote, lakini ampe Yesu nafasi yake. Yesu hahitaji mambo mengi. Tunaambiwa kwamba yule mama, hebu rudi hapo magari. Sema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka na damu miaka 12 na kuteswa. Nisome 27 inasema, aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Haleluya. Pale 28 inasema, mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona. Haleluya. Wakati Yesu anachukua nafasi yake. Haleluya. Yule mama alisikia tu habari ya kwamba Yesu anakuja. Haleluya. Kwamba nimejaribu mambo mengi, imezidikana. Nililobakia ni hili, nikamgusa Yesu, nikamwendea Yesu. Haleluya. Na akawa ya kwamba ameweka imani ndani yake ya kwamba nikishamuona Yesu, nikimuuza tu vazi lake nitapona. Haleluya. Mwachie Yesu nafasi yake. Kuna mambo mbili alifanyika wakati aliuza vazi la Yesu. Haleluya. Ni ya kwamba nguvu zilimtoka Yesu. Haleluya. Damu ikakauka. Haleluya. So wakati Yesu anapata nafasi yake, upatikana instantly. Haleluya. Manake Yesu alisikia kwamba nguvu zimetoka. Na huyu mama maandiko yanatuambia kwamba akasikia mwilini mwake amepona. Haleluya. Usikate tamaa. Haleluya. Usikate tamaa. Mpatie Yesu nafasi yake. Haleluya. Hebu nisomee Luka 5:17. Luka 5:17 nasema, ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwa apate kuponya. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo panapo Bwana wa kupona. Haleluya. Hapo maandiko yanatuambia kwamba Yesu alikuwa akifundisha. Haleluya. Na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uwezo wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Amen. Haleluya. Wakati wowote unakuwa katika kusanyiko lolote, haleluya, kusanyiko ambapo Bwana anapewa nafasi yake aweze kutawala, maandiko yanatuambia
ulikuwa pamoja nao aweze kuponya. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo katika makutano yetu yote tusiweke mizaha, ni kwa sababu tunaona hapa ni Yesu wakati tu anafundisha na uwezo, kwa sababu Yesu yuko amealikwa, yuko mahali pale, amepewa nafasi na uwezo wa kuponya upamoja naye. Haleluya. Kwa hivyo ni wakati wetu wa kujiandaa na kumpa Yesu nafasi. Haleluya. Ukirudi hapo chini utaona kuna mzee mmoja ambaye alikuwa amekaa na ugonjwa miaka mingi. Haleluya. Na ni kwa sababu makutano yalikuwa yako mengi, wale watu wakaangalia hata kumuingiza kwa mlango itakuwa ni shida. Haleluya. Wakaenda kwa paa juu, wakamshukisha kutoka juu. Na Yesu alipotazama imani ya wale watu akamwambia kwamba chukua mizigo yako, umesamehewa dhambi. Haleluya. Wakati Yesu anapewa nafasi yake, wokovu unapatikana, msamaha wa dhambi unapatikana. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo tujiandae na tumpe Yesu nafasi yake katika kila hali zetu. Haleluya. Popote ulipo, wakati unakuwa na fellowship, wacheni uwezo wa Mungu wa kuponya ukawe juu yenu. Haleluya. Na kwa hili tutaweza kuokoa nafsi zetu na kuokoa nafsi za watu wengine ambao hata hawasioamini wakiwa katikati yetu. Haleluya. Maana tunapotazama, kama ukisoma hiyo fasi yote ukimaliza, ni ya kwamba waliulizana maswali mengi sana. Haleluya. Mpaka Yesu mahali mmoja akafikia akawauliza, ni jambo gani kubwa? Haleluya. Kusamehewa dhambi na jitwike mzigo wako uondoke. Haleluya. Unajua wakati mwingi watu wanakuwa na siasa za kuulizana pale na pale, lakini the good thing ni ya kwamba, na good news ni ya kwamba mwenye alikuwa apokee, alipokea na kuponywa. Haleluya. Usibizane na maswali ambayo huwezi kuyajibu. Wacha watu wakazidi kuona ukuu kuona katika maisha yako na katika maisha ya watu wengine, ili ya kwamba akaamia kwamba Mungu anatenda. Haleluya, haleluya. Unajua kuna wakati mwingine mtu inafikia kwamba katika maisha unakuwa uko hopeless, yaani umekata tamaa, umekata tumaini, unajaribu kusonga mbele, hakueleki, hauwezi rudi nyuma. Haleluya. Nataka tu utambue ya kwamba umpe Mungu nafasi. Hebu tuende katika Exodus 14. Exodus 14. Tuanze tu pale kwa Kutoka 14:10 inasema, Kutoka 14:10 inasema, hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana, wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hakupakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huku ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya, kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali tukawatumikie wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtaona tena milele. Amen. Haleluya. Haleluya. Wanapewa nafasi. Amen. Haleluya. Najua kuna hali zingine zinakuwa hata ukiambiwa kuna tumaini, unaona kuna tumaini. Haleluya. Ni kama hali iliyowapata hawa wana wa Israeli. Haleluya. Hapa mbele iko bahari.
Haleluya. Huku nyuma nalo jeshi la Farao karibu liwafikie. Haleluya. Wakawa wanamulilia Musa. Haleluya. Sasa wanamuuliza Musa, na tulikuambia. Haleluya. Zile sababu watu wanatoaga, tulikuambia. Haleluya. Pale sasa unajua ni pale unafikaga sasa unasema sasa hapa sijui nifanyeje. Haleluya. Ni kwa sababu wale katika ulimwengu wa kiroho wao walitazama na macho ya dunia. Wakitazama tu wakaona hapa kuisha, hakuna lingine. Kwa sababu sasa ni muujiza. Haleluya. Utatendeka ili bahari tutavuka aje. Haleluya. Lakini nashukuru ya kwamba mtumishi wa Mungu, hebu nisomee hiyo verse ya mwisho. Hiyo tumalize nayo. Ni ya kwamba kuna kitu alitambua. Haleluya. Ikawaje hii mambo imetufikisha pale imetufikisha, lakini kuna nafasi moja tu imebaki. Haleluya. Nafasi ya Bwana akatutetea. Haleluya. Akawaambia kwamba ngojeni muone wokovu wa Bwana. Haleluya. Akakumbuka tu yule ambaye alituambia kwamba tutoke twende, ako na nguvu ya kwamba ya kutuvukisha bahari. Haleluya. Wale wanatazama wanaona hii haiwezekani. Hii hata vile Musa anatuambia sasa, yeye anataka tu kuja kutumalizia tu hapa tumalizwe. Haleluya. Ni ya kwamba kuna hali zinafikaga unafika mwisho kabisa. Biashara. Haleluya. Zinafika sasa unaona sasa hapa mambo haiendi. Katika familia kuna wakati nyumba huwa zinainuka, kuna amani. Haleluya. Watu wakiangalia tu hivi, wakiangalia wanasema wale sasa ile kitu imebaki pale ni kuachana. Hawana maisha tena. Haleluya. Inafika mahali sasa unaona hausongi, huwezi rudi nyuma. Ukirudi nyuma kuna hatari, ukienda mbele kuna hatari. Sasa uko hapa katikati. Haleluya. Lakini nishukuru kwa wale watu Mungu anaweka hilo ya kukubwa ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Haleluya. Kunaye Mungu ambaye anajua haya yote. Kunaye Mungu ambaye ana uwezo zidi haya mambo yote. Hizi shida zetu zote tu ni kidogo. Haleluya. Alishinda kifo akashinda hata na mauti. Haleluya. Sasa ni mambo gani haya? Musa akawaambia, tazameni, ngojeeni tu kidogo. Hebu soma hiyo. Kutoka 14:13. Musa akawaambia watu, siogope, simameni tu kaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtaona tena milele. Tuende 14. Sema Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Pale 15 nasema Bwana akamwambia Musa. Haleluya. Bwana anapokuwa nafasi. Haleluya. Kwa sababu Musa alitazama juu mbinguni. Na wakati ananena yeye yuko kiroho. Haleluya. Pale atazamii kama vile mwanadamu anaweza kutazama. Haleluya. Bwana akamwambia Musa, "Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele." Haleluya. Jawabu linapatikana. Haleluya. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Amen. Wokovu wa Bwana anapopewa nafasi. Haleluya. Haleluya. Ni ya kwamba mambo imekuwa magumu sana, haisongi. Mambo haiendi kimaumana. Haleluya. Lakini Musa akakumbuka wokovu ulianza wake. Haleluya. Akawaambia sasa, ngojeeni muone wokovu wa Bwana. Hawa hamtawaona tena. Haleluya. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa sababu yeye huwa ni mwaminifu. Katika hali zote yeye atoa jawabu. Haleluya. Amen. Hebu tuangalie kabla ya kumalizia, tuangalie 2 Kings.
wengi wanaijua. 2 Kings 6:25. Wafalme wa Pili 5:6-25 inasema, njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama, wakauhusuru hata kichwa cha punda kikapata kuhuswa kwa vipande 30 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, nisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nitakusaidiaje mimi? Amen. Haleluya. Haleluya. Nataka wadraini hiyo basi ya mwisho. Inasema ya kwamba akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidieje mimi? Haleluya. Ni kwa sababu kulikuwa kimemwana katika ule mji, kukawa kuna njaa kubwa. Haleluya. Haleluya. Ikawa imefikia mahali ni ya kwamba watoto wanaliwa. Haleluya. Changamoto hiyo zidi. Maana ninaamini ya kwamba hapa kwetu Kenya hatujaifikia mahali pale. Pale ilienda sana, nafikiri watu walikula umbwa. Hiyo ilikuwa imezidi sana. Haleluya. Sasa ukiona pamefikia pale pa kukula watoto, ni kumaanisha hawa jamaa wote wengine walikuwa wameangamia. Haleluya. Haleluya. Ni ya kwamba sasa watu wakawa wanaenda kumwendea mfalme wakiwa kwa msaada. Haleluya. Ni ya kwamba naye mfalme sasa akawa hana jawabu. Haleluya. Kwa hivyo kuna mambo mengine inakuwa tu mpaka Mungu aingilie kati. Haleluya. Haleluya. Ni ya kwamba tunaona ukishuka pale chini, tunaona mpaka ikafikia mahali wanakusudia kwenda kumuua mtumishi wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ikafikia mahali mpaka ya kwamba wakatukana Mungu. Haleluya. Lakini nashukuru ya kwamba kuna watu katika ule mji, mtumishi wa Mungu alikuwa sehemu ile, Elisha akawa pale, yeye anajua kwamba kuna wokovu wa Mungu unakao kuja. Haleluya. Ni ya kwamba ukienda pale saa moja wakati walimwendea. Haleluya. Ni ya kwamba mipango imepangwa yote ya kwamba ya kumaliza. Haleluya. Ni ya kwamba neno la unabii likatoka kwa Mungu likamjia. Haleluya. Akawaambia. Haleluya. Tazama wale watu wanataka kumalizana na yeye. Haleluya. Lakini hao huko habari njema inakuja kwamba kesho masaa kama yale, haleluya, unga utakuwa kwa shekeli. Haleluya. Haleluya. Na tunaona ya kwamba ukienda pale sisi tunakuta ya kwamba tunajua historia wale wakoma waini. Haleluya. Wakasema ya kwamba tukizidi kukaa hapa tutakufa. Tukienda kule wakitaka kutuua watuue, na wakitaka kutuistimili watuistimili. Haleluya. Wamefika mwisho, kwa sababu wanaangalia vile hali iko upande huu ni ya kifo. Haleluya. Wakiangalia ile nyingine kule kunaweza kuwa kuna afadhali kidogo, manake kule kuna. Haleluya. Ukienda pale unaona ya kwamba wakati wameamua ni ya kwamba ni kwenda. Haleluya. Mungu akatia nguvu katika miguu yao, akaeka vishindo. Haleluya. Tunaona ya kwamba katika hali zote, haleluya, katika hali zote ambazo unapitia ni ya kwamba ukimpa Mungu nafasi, ukitazama juu mbinguni ulize Mungu, ni ya kwamba hakika atakuja na kukuokoa. Haleluya. Hebu tumalizie pale. Hebu tuende First Samuel.
First Samuel 30. Tuanze pale moja tu tukishuka. Tuone Mungu anasema nini pale. Samueli wa kwanza 30:22. Dati kuanzia moja. 31 nasema, ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya tatu, hao Waamaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklagi. Nao wameupiga Siklagi na kuchoma moto. Nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila waliwachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipofikiria mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Amen. Hallelujah. Tunaona hapa mji umevamiwa. Hallelujah. Na wake kwa waume wametekwa nyara. Hawajauawa lakini wameenda nao. Hallelujah. Hallelujah. Pale unasema ya kwamba ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Hallelujah. Si wakati wa kulia. Hallelujah. Amen. Daudi na wale watu wake ni watu ambao walikuwa wanamjua Bwana. Hallelujah. Unajua wakati mwingi mambo mengi huwa yanatendeka kwa sababu we take a lot of time, wasting time. Unapoteza muda badala ya kutafuta jawabu. Hallelujah. Unakuta sasa wale ni watu ambao walikuwa wanajua nguvu na uwezo Mungu alikuwa nao. Hallelujah. Lakini wamekaa tu wanalia, na huku sasa watu wametekwa nyara. Mji umevamiwa, watu wameenda. Hallelujah. Sasa unasikia kwamba wamelia mpaka sasa nguvu zimewaisha. Hallelujah. Wakati mwingi mambo mengi yanafikia pahali yanafika, unakuta hali zinayafika pahali ya kwamba hasiwezi rudi nyuma kwa sababu ya wastage of time. Tunapoteza muda mwingi kufanya kitu ambacho sio tunapostahili kufanya. Hallelujah. Ni ya kwamba ni ukainue sauti. Hebu enda hapo chini tuone vile ilifanyika. Nasema, ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mke wa Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umeona kupoteza time. Sasa mipango sasa imeanza kupangwa Daudi ya wao. Hallelujah. Ni kwa sababu walichukua muda mwingi sana wakilia na kusononeka. Hallelujah. Wakati mwingi hali zingine zinakuja kwa sababu tunapoteza muda mwingi sana hapo katikati tukitafuta ama tukiwaza mambo ambayo hayawezi kutusaidia. Hallelujah. Unaona mpaka ilipofikia pahali ya kwamba Daudi, hebu soma hiyo ya mwisho akimalizia, akajitia nguvu katika Mungu wake. Hallelujah. Soma hiyo nyingine ya 8. Nasema, kisha Daudi akamwambia Abiamu kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo nivera. Naye Abithali akamletea Daudi nivera huko. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikifuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe ukosi utawapokonya wote. Amen. Hallelujah. Angalia wakati Bwana anapewa nafasi yake. Hallelujah. Ni ya kwamba wakati Daudi
alimwendea kuhani ya kwamba itakuwaje. Haleluya. Naye Mungu akatoa sauti ya kumwambia kwamba waendee. Haleluya. Kwa Sauli hakuna atakayepotea. Haleluya. Haleluya. Ni ya kwamba wakati tu Mungu amepewa nafasi. Tumeona hawa watu wamepoteza wakati mwingi sana wakilia. Ikafikia pale Daudi anataka kupigwa mawe. Na ni jambo moja tu amefanya, kumpatia Bwana nafasi. Haleluya. Ni ya kwamba katika changamoto ambazo unapitia, katika hali zote ambazo unapitia, haleluya, ni ya kwamba mpe Mungu nafasi yake. Haleluya. Ukauona wokovu wa Bwana atakapotenda. Haleluya. Si wakati wa kupoteza time. Haleluya. Ni wakati wa kuchukua hatua na kumpa nafasi. Bwana Yesu atawale. Haleluya. Haleluya. Ni ya kwamba unapompa Mungu nafasi, haleluya, ni ya kwamba mambo yanabadilika. Ripoti zinakuja, ripoti zingine mpya. Haleluya. Inakuwa si mambo ya kung'ang'ana. Wapendwa, tumwachie Mungu nafasi yake. Haleluya. Tusimame tunapoenda kumalizia. Haleluya. Hebu nisomee